Tanzania imejikuta katika kipindi kigumu kisichowahi kushuhudiwa baada ya taarifa nzito zisizothibitishwa kutokea mtandaoni zikieleza kuwepo kwa mipango ya siri inayohusishwa na mamlaka za juu serikalini dhidi ya mmoja wa viongozi muhimu wa taifa kwa jina Daktari Emmanuel Nchimbi. Madai haya yamechochea mijadala mizito katika anga za kisiasa, yakifungua kurasa mpya katika msuguano unaoendelea ndani ya tabaka la uongozi na kusisitiza kuwa taifa hilo linaingia katika mwelekeo ambao utakuwa na sintofahamu ya juu. Kile kilichoanza kama taarifa za kuvuja kutoka kwa kile kinachodaiwa kuwa chanzo cha ndani cha mamlaka ya juu kimezua wimbi jipya la taharuki. Taarifa hizo ziliibua madai ya kuwepo kwa kundi maalum lililodaiwa kupelekwa kutoka Zanzibar na kuongozwa na mtu anayetajwa mtandaoni kwa jina Haji Heri, likielezwa kuwa na jukumu la kumtisha na kumdhuru Nchimbi. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja, upepo wa taarifa hizo umekuwa mzito kiasi cha kuashiria mpasuko mpya katika uhusiano wa viongozi wakuu wa dola, na jinsi wasemavyo kwamba katika siasa za Tanzania lisemwalo lipo, kama halipo basi ilaja. Nasi Kenyascope taarifa kama hizo tunaziweka wazi kwako wewe mtazamaji na mfuasi wetu. Na kwenye ujumbe wake, mzalendo huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kuwa mufikishieni VP, akimaanisha Vice President Comrade Nchimbi, kwamba awe makini sana. Kuna timu toka Zanzibar ambaye inaongozwa na Haji Heri wanaumaliza, wamehapa kumla kichwa kwa njia zao, ikibidi Nchimbi atafute ulinzi wake basi, na wanaosadikiwa kuwa upande wa VP kama Bashe nao wajiangalie vizuri. Ujumbe wa tahadhari na wenye taarifa nzito kutoka kwa mzalendo huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe, ijapo alikuwa anataka kupasha taifa kujua yale yanayozidi kutokea na yale mashimo ambayo yametokea katika uhusiano wa Daktari Nchimbi na Samia Suluhu. Taarifa hizo zilizunguka wakati ambapo taifa lilikuwa likiendelea kushuhudia mgawanyiko wa kimtazamo kuhusu mustakabali wa siasa na utawala. Daktari Nchimbi alikuwa miongoni mwa viongozi waliotoa kauli ya kuonya dhidi ya dalili za kuwepo kwa mgawanyiko wa kidini unaoweza kutumiwa kisiasa. Tahadhari aliyotoa, ambayo ilisisitiza umuhimu wa kulinda umoja wa Tanzania, ilitolewa katika kipindi ambacho kulikuwa na mvutano wa wazi kati ya baadhi ya viongozi wa dini na makundi ya kijamii kuhusu nafasi ya uongozi na imani zao. Na katika mijadala hiyo, baadhi ya viongozi wa Kiislamu walieleza wasiwasi wao kuwa kuna sauti zinazodai kuwa Wakristo hawataki kuongozwa na Rais Samia Suluhu kutokana na imani yake. Kauli kama hizo ziliibua hisia kali za kukinzana, zikionyesha jinsi mivutano ya kidini inavyoweza kuwa sehemu ya mgogoro wa kisiasa unaokuwa kimya kimya. Na Daktari Nchimbi alisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kutunza misingi ya nchi iliyojengwa juu ya utu, utulivu na usawa wa kidini. Kwa baadhi ya wachambuzi wa mitandaoni, msimamo wake uliotaka kuepusha matumizi ya dini kama nyenzo ya kisiasa ulionekana kuashiria tofauti za kimkakati kati yake na mamlaka za juu. Na katika machafuko hayo ya kimtazamo, taarifa za kuibuka kwa mipango ya kudhuru maisha yake zikawa na uzito zaidi, hasa kwa kuwa zilitajwa kuhusishwa na kile kilichoitwa mapungufu ya uaminifu ndani ya mfumo wa uongozi. Na wakati taarifa hizi zikipamba moto, mazungumzo mengi mitandaoni yalielekeza macho yao kwa mienendo ya waziri mkuu ambaye amekuwa akionekana kuongezeka kwa sauti na ushawishi katika masuala ya kitaifa. Utendaji wake umeelezwa mara kadhaa kama unagusa majukumu yanayotajwa kuwa ya makamu wa rais, nafasi inayoshikiliwa na Daktari Nchimbi. Kwa wengi hali hii imetafsiriwa kama ishara ya mvutano usiosemwa wazi ndani ya safu za juu za uongozi, ambapo mgawanyiko wa majukumu na dhamana unaonekana kuvuka mipaka isiyotarajiwa. Kwa muda mrefu mijadala kuhusu kwa nini waziri mkuu amekuwa mstari wa mbele kushughulikia masuala makuu ya kitaifa ulikuwa umeibua maswali bila majibu. Taarifa mpya za kile kinachodaiwa kuwa kutoridhika ndani ya kundi linalomzunguka Rais Samia Suluhu zilikuja kana kwamba ni kiashiria kinachojibu maswali hayo kimya kimya.
Kwa mujibu wa simulizi zinazoenezwa mtandaoni, uhusiano kati ya viongozi hao wawili unadaiwa kuzorota kutokana na misimamo yao tofauti, haswa kuhusu dini, ushirikiano wao na taasisi za kidini, pamoja na namna ya kusimamia mijadala ya kugawanya taifa. Katika upeo huo wa mijadala, jina la Baraza la Maaskofu Katoliki TEC lilitajwa, likihusishwa na madai ya mtandaoni kuwa Nchimbi alikuwa karibu na madai na baadhi ya misimamo ya viongozi hao. Ingawa taarifa hizi ni simulizi ambazo kidogo hatujathibitisha, zimepewa uzito mkubwa kutokana na hali ya kisiasa iliyojaa mvutano wa kimya. Na kwa baadhi ya wadadisi wa mtandao, hiki ndicho chanzo kikuu cha kile kinachoonekana kama kutofautiana kwa dhahiri kati yake na mamlaka za juu. Na kwa upande mwingine, mshikamano wa kisiasa na uhusiano wa wanasiasa kama Bashe na Biteko ulitajwa pia katika taarifa hizo zisizo rasmi, ukionekana kuibua hofu zaidi kwa wale wanaodaiwa kuhusishwa, na kuwa wote wawili wamewahi kuonekana kuwa na karibu na msimamo ya Nchimbi katika masuala kadhaa, na taarifa zilieleza kuwa hata wao waliomba kuwa waangalifu katika mazingira yanayobadilika kwa kasi. Na katika muktadha wa historia ya Tanzania, hatua hii imeonekana kama sehemu ya mfululizo wa changamoto zinazotikisa misingi ya uongozi ambao kwa miongo mingi umeweka taswira ya amani na umoja kwa mataifa ya nje. Vipindi vya nyuma vilishuhudia mivutano ya kisiasa, lakini si mara nyingi kumekuwepo na simulizi zinazoibua uoga na hatari za moja kwa moja kwa viongozi wa juu wa nchi. Na kwa sababu hiyo, taarifa hizi zimeibua taharuki sio tu miongoni mwa wananchi, bali pia katika duru za uongozi. Mivutano ya kisiasa inayochangiwa na dini haijawahi kuwa jambo dogo katika historia ya taifa hili. Kutokana na miaka ya 60 hadi sasa, Tanzania imekuwa ikitangazwa kama mfano wa kuigwa, haswa katika kudumisha mshikamano wa dini. Na hata hivyo, mabadiliko ya kijamii, ongezeko la mijadala inayotawaliwa na mitazamo ya kidini na utandawazi wa taarifa umebadilisha mazingira ya mawasiliano na siasa. Kwa hivyo, kauli ya Nchimbi iliyogusia hatari ya mgawanyiko wa kidini imeonekana kama jaribio la kuzuia kile kinachoonekana kuongezeka taratibu. Katika utamaduni wa kisiasa wa Tanzania, mara chache sana kumekuwa na kipindi ambacho viongozi wa juu waliwahi kutajwa katika simulizi za hatari kwa kiwango hiki. Hili linaifanya hadithi inayoendelea kuwa nzito zaidi, hasa ikizingatiwa kuwa simulizi nyingi zinazobeba tuhuma kama hizi hutokea katika mazingira yenye mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Utata huu umekuja wakati ambapo Tanzania imekuwa ikipitia kipindi cha majadiliano mengi kuhusu mustakabali wake wa kisiasa, nafasi ya viongozi wakuu na mwelekeo wa taifa katika miaka ijayo. Kwa Watanzania wengi, simulizi hizi zimekuja kama mwendelezo wa mfululizo wa matukio yanayotia shaka kuhusu uwiano na nguvu ndani ya mfumo wa utawala. Na tangu awamu ya sasa alipoingia madarakani, kumekuwa na mijadala inayohusu njia yake ya kutawala, mabadiliko ya kimfumo na dhana ya kuimarisha utendaji wa serikali. Nchimbi kama kiongozi mwenye historia ndefu katika siasa za Tanzania ameonekana na wengi kama mtu anayejua mizizi ya mfumo wa uongozi, na hilo limefanya simulizi dhidi yake kuwa nzito zaidi, kwa sababu zinaingia katika eneo ambalo mara nyingi hubaki na lililofunikwa ndani ya vikao vya ndani ya serikali. Kwa upande mwingine, Rais Samia Suluhu amekuwa akijaribu kubadilisha namna ya kuongoza taifa, akilenga kuonesha utawala unaofuata maadili, mageuzi na msimamo wa uwazi. Na katika mazingira haya, migongano ya kisiasa inayoonekana baina ya viongozi hao wawili inachukuliwa na wengi kama ishara tofauti za kimsingi kuhusu mwelekeo wa taifa. Licha ya uzito wa madai yanayoenezwa, kuna uthibitisho moja kwa moja wa kile kinachoelezwa katika simulizi hizo. Hata hivyo, uwepo wake pekee umekuwa na athari kubwa katika mijadala ya kitaifa na ya kimtandao, ukionyesha jinsi taifa lilivyo katika kipindi cha mpito chenye mkanganyiko na sintofahamu. Hadithi hizi zimeongeza msisimko unaofanya siasa za Tanzania kuwa uwanja mzito wa mijadala, hisia na nadharia zinazokinzana. Kwa taswira ya taifa ambalo limejivunia umoja na utulivu wa muda mrefu, hadithi imezua maswali kuhusu nguvu zinazoshindana chini ya uso wa kisiasa ambao muda mrefu umeonekana kuwa dhabiti.
Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa kwa mustakabali wa uhusiano wa viongozi hawa, athari zake kwa mazingira ya kisiasa na jinsi taifa litakavyosonga mbele katika kipindi hiki chenye mivutano isiyo ya kawaida. Na katika kila kona ya mjadala, simulizi ya kumhusu Nchimbi imekuwa kiini cha taswira mpya ya siasa za Tanzania, taswira inayoonyesha jinsi tofauti za kimtazamo, dini na uaminifu wa kisiasa zinavyoweza kugeuka kuwa vyanzo vya misuguano mikubwa. Na katika hali hii ya taharuki, wananchi wanaendelea kushuhudia mwelekeo wa siasa unaoyumba, huku hatima ya hadithi hii ikiwa bado haijafahamika kikamilifu. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.